Ndugu zangu Waislamu, si ya kuomba radhi kwa sababu juzi au jana ningekuwa kwenu hapa, lakini yaliyopita yamepita, ni dharura kwa Mwenyezi Mungu. Lakini nataka niseme la kwanza, nashukuru sauti ninayoisikia kwa vijana, sauti ninayoisikia kwa vijana na vijana wenye wanaofanya kazi sasa. Nafikiri kama wangefanya na mie pamoja, kungekuwa na mabadiliko ya huu Uislamu. Lakini inafurahisha kwamba sasa nasema nataka nizungumze habari za mambo yalivyo. Watu wanatoa sifa kubwa sana kwa Bwana Nyerere, lakini Bwana Nyerere kwetu alikuwa si lolote si chochote. Tulikuwa hatumjui Bwana Nyerere. Lakini bahati ndugu yetu mmoja Abdallah Said Fundikira alikwenda Makerere, akenda soma kule, na kwa bahati akapata nafasi ya kumaliza shahada yake. Akatoka. Alipotoka Abdallah Said Fundikira ni kijana wa Tabora mjini pale, ijapo ni maili kama 2 au 3 kwenye ufalme wao, lakini ana mazoea ya kuishi na vijana wa Kiislamu. Na wakati ule Waislamu wana hali mbili. Siku hizi sioni, lakini siku zile vijana wa Kiislamu na miji hasa ilikuwa ni ya Waislamu. Kwa pale kwetu Tabora walikuwa mji wa watu wasio Waislamu, kunaitwa Cheyo, nyuma ya Boma huko. Kama ilivyo leo, nimemwambia huyu bwana, hata hapa Dar es Salaam mji huu haukuwa na kafiri hata mmoja. Mji huu ulikuwa ni mji wa Waislamu, lakini kila anayeingia Ukristo kulikuwa kuna eneo lao waliwekewa likiitwa Mission Quarter, na hii kauli mnaisikia siku zote. Ndiko walikokuwa wakina Wakristo. Sasa alipokuwa anatoka huyu bwana Fundikira kuja nyumbani, akaja na fikra za kwamba kamwacha Nyerere huko nyuma. Kwa hisani zenu Waislamu au watu wa mjini, mwaka ujao anakuja huyu Nyerere, mumpokee. Anaweza akasaidia kuwasomesheni night school. Kauli hii ilileta mgogoro sana kwa Waislamu, na wana starehe yao pale na klabu yao ambayo ya kunywa chai na vitu vingine vya kujiburudisha baada ya saa za alasiri, na mara nyingine wakitoka pale tena wanakwenda magharibi na isha. Lakini pale ni kituo cha kukutana vijana. Ikaleta udhia, watu wakawa hawataki, kwa sababu atakaa aje huyu Nyerere na ni Mkristo mbele ya Waislamu? Kweli akitolewa Mkristo kuja kumtumbukiza hapa ataenea? Jibu haenei. Na ndivyo ilivyokuwa. Klabu ile ilikuwa ni ya watoto wa Kiislamu na wazee wa Kiislamu mjini pale.
Ikaenda dai hili mpaka ikafikia kaja Nyerere. Alipokuja Nyerere mjini, watu wakachukua dhima ya kwamba wampokee, na walipompokea hakuna lingine walilofanya Waislamu. Walikuwa na duka lao, walikuwa na duka, wakamfanya katibu wa duka lile, akawa ni mwandishi wa duka lile. Na kwa bahati mbaya ikaletea, sijui kama kwa kufikira zake tu, kuharibu kidogo utaratibu wa mambo ya kuendesha kwenye duka. Wazee wa Kiislamu wakafikia kumpiga makofi. Wazee wa Kiislamu wakafikia kumpiga makofi kwamba kaharibu kidogo mambo ya uwakilishaji wa duka lile, yani juu ya mambo ya pesa. Na mimi nikiwa kama nashirikiana naye, lakini si lolote si chochote bwana Nyerere time ile. Na naomba nyie mnanisikiliza mumuulize Mkristo, padri, nani yoyote, mwaka wa 52 mumuulize Nyerere alikuwa mwanachama wa chama gani, au alikuwa kiongozi wa chama gani mwaka wa 52. Mzingatie hii, alikuwa si lolote si chochote. Natembea naye mimi ndani ya gari yangu, na pengine tunapita kwa wakina mama ntilie, nasema kwa lugha ya sasa, lakini zamani tunasema hawa wapika vitu vingine hivi tukiviita, au wazee wetu wakiita miopoo, kutengeneza hii mambo ya utumbo na nini ni miopoo. Na ni aibu ilikuwa kwa Muislamu ukionekana una kula miopoo. Unaweza ukanyimwa hata mtoto au mke nyumbani kwa sababu unakula kapile. Lakini nilikuwa namnunulia kapile mishkaki, anakwenda kula na mke wake. Tumekaa naye namna hiyo, lakini tuna chama chetu cha siasa kinaitwa TAA, Tanganyika African Association. Hiki chama cha TAA hakikuanza muda ule anayekuja Nyerere pale mwaka huo. Chama cha TAA kilianza 1929. Sijui nasikika? 1929 Islamu wanadai uhuru wa nchi hii. Wakati huo wa 29, labda Nyerere na miaka hii 3 toka azaliwe, wanakwenda yuno wamesha kwenda Waislamu mara 2 kudai uhuru. Matokeo ni kwamba wakaja wakabadilisha. Habari ya kubadilisha hii inataka maarifa makubwa. Maana yake nikikumbusha kidogo tu nyuma huko, utawala wa Pope wa Roma ulikuwa siku zile huko Beirut, Turki. Ulikuwa huko Turki utawala wa Pope. Na Pope wa kwanza hakuwa Mrumi, alikuwa Mfaransa. Kwa ufundi wa huyu bwana ambaye tunamshughulikia sasa na kukaa hapa chini,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliipiga nchi au dunia, aliipiga dunia, akaenda katawala mpaka huko Turki, na kavunja makao makuu ya Pope. Na ndio sababu Pope kufanya mambo mengine ya uagizo kuhamisha utawala wa Pope kuwa Rumi, lakini kwanza ulikuwa pale Turki. Na alipoteka wakati huo ukiitwa utawala wa Ottoman, alipoteka Waislamu walipoteka pale palipokuwa utawala wa Pope, ndipo pamejengwa msikiti wa maana sana huko mpaka sasa. Hii ikawa ndiyo sababu ya hawa jamaa kujikusanya wakafanya utawala wao huko Rumi, na pengine kumtuma sasa Papa Paulo akaja akawaingilia Waislamu kwenye misikiti yao, siku hizo ikiitwa masinagogi. Siku hizo ikiitwa misikiti ya masinagogi. Na kwa historia ya Paulo anasema aliwaingilia watu. Sio kwa akisema watu ni maana yake aliwaingilia Waislamu kuua mpaka katika masinagogi, bimaana wauawe Waislamu. Nasema hii kwanza, hii moja tu muizingatie kwa nini ninaizungumza. Kwa bahati akapata faraja hiyo Pope Paulo, lakini wana utaratibu wao hawa jamaa. Alipokwenda kupiga ripoti kule kwamba sasa mambo yako sawa sawa na Waislamu kawavuruga, akawa yeye ndiye Pope wa kwanza, na kaagiza kwa watu, kama mna baba zenu basi msiwaite baba zenu baba yenu ni mie. Ndipo ulipofanywa sasa umoja, kuhama kwa Waislamu, ukakamata hawa watu wa magharibi kushambulia Uislamu kiasi hivi tulivyo sasa. Wakati huu tunaozungumza nikawa nimegusana mimi kidogo na Nyerere na kusaidia we bwana kwenye haya mambo, na gavana Twining kisha kuja hapa kawaambia Waislamu hawapati kitu, kama wanataka wavunje. Tano, akatoa rai hiyo gavana ya Waislamu kuvunja 5, na yeye atawapa nafasi ya kuwa wana chama chao cha siasa. Mnisikiliza hapa Gavana akawa tayari kutoa fedha, lakini msione aibu mlichokifanya wenyewe, kwa sababu gavana alikuwa tayari kutoa fedha tuipinge 5, na alitoa fedha na akatoa idhini ya Waislamu kuwa na chama cha siasa. Leo mnaambiwa je, usichanganye siasa na dini. Kuna mmoja wenu amepata kusoma kitabu kinachosema usichanganye siasa na dini? Yupo? Jibu hayupo. Lakini ni uguruguru wa huyu bwana akarudi kuwaingilia sasa Waislamu waliopewa hela na Twining na hati ya kufungulia chama
na ipo mpaka leo hapo Bomani au kwenye ofisi za serikali. Amnut, hakuna anayejua jina hili la Amnut? Mnalisikia? Lilikuwepo na mpaka leo lipo. Kama kuna uwezekano wa Waislamu kusimama vizuri, basi warudishiwe chama chao, kipambane na TANU au na CCM. Sasa huku nimefika mbali na sipendi niende mbali sana, niwapotezeni lengo lenu. Nashukuru kwamba nasimama mbele yenu na makaratasi haya mawili ambayo yanamnasibu Mwenyezi Mungu, kumnasibu Muhammad. Aya hii inasema Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na wale walio pamoja naye ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri. Walio pamoja na Muhammad ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri. Na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Utawaona hao wakirukui, wakiinama kwa kurukui na kusujudi kwa pamoja, wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi zake. Alama yao katika nyuso zao kwa taathira hiyo ya kusujudu kwa pamoja, huu ndio mfano wao katika Taurati na katika Injili. Mfano wao umetajwa hivi kuwa wao ni kama mmea uliotoa matawi yake, kisha matawi hayo yakautia nguvu huo mmea, ukawa mnene, ukasimama sawa sawa juu ya kigogo chake, ukawafurahisha walioupanda ili wakasirishe makafiri. Bimaana nyinyi na Muhammadi mko pamoja. Sasa swali labda, kweli tuko pamoja na Muhammadi? Na jiti hili kweli limemea vizuri likiwafurahisha Waislamu wenyewe waliolipanda? Matawi yake yakautia nguvu, ukawa mmea, ukasimama sawa sawa juu ya kigogo chake, ukawafurahisha walioupanda ili awakasirishe makafiri kwa ajili yao. Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini na kutenda mema katika wao msamaha na ujira mkubwa. Qurani sura ya 9 aya ya 111. Hii karatasi
ni kauli ya Mwenyezi Mungu. Kweli tuko pamoja? Je, na huu mti kweli, huu mti kweli una raha, na chini ya raha ya kivuli chake kuna raha ya walioupanda na wapita njia wanauona huu mti unaotoa raha yake? Je, Waislamu, haya ya wakina Ponda na wakina Bilali na wengine kufungwa hovyo, huu mti kweli kuna? Mimi nasema, ndio sababu nikasema labda mimi ningekuwa na nyie pamoja kwa wakati ule tungepata raha. Lakini sasa niseme kifupi tu kwamba kila anayenisikiliza sasa, wacha nikamate na karatasi nyingine kwanza. Sheikh karatasi ya pili ambayo ni kauli ya Mwenyezi Mungu, sio karatasi tena. Haya ninayoyasema mbele yenu ni nyinyi kukata shauri, kubaki na Muhammad pamoja, mkiwa pamoja katika kurukui na kusujudi. Kama hapana, basi wengine mwanze kuchukua zile wanazovaa wa Kristo, nini siji zile wanazovaa wa Kristo, rozari, mwanze kuchukua, kwa sababu yakija ya kukuta umevaa ile unusurike. Tunataka sasa, tunataka balaa, hatutaki jingine. Mna wenzetu wako wenye dhima hii, lakini mimi nasema, nimesimama hapa nasema kauli ya Mwenyezi Mungu ndio kauli yangu mimi. Na nimeshasonda kwa wakafiri huko, wamepata kunifika kunikuta hata gerezani, wewe bado hujatubu? Nawaambia sijatubu. Sasa kama hujatubu utatoka wapi humu gerezani wewe? Na boma hili nakuta ndio hii, utapitia wapi? Namuuliza mkuu wa mkoa, je, ili boma nakuta nikuulize? Ananiambia niulize. Hebu angaza huko nje. Tulikuwa uwanjani tu. Ananiuliza, nimeangaza, wewe umeona nini? Na mimi namuuliza, je, umeona makaburi humu? Ama sikuona. Nikamwambia, unasema uongo basi hivyo. Mimi humu gerezani nitatoka aidha mfu au mzima, mwango ule nitatoka, sisikii humu. Kwa nini wewe unasema sitoki humu? Takbir! Allahu Akbar! Mwisho namwambia mkuu wa mkoa, kumebakia kitu hiki kimoja kwako, nikupiga risasi hapa. Ukipiga risasi si nitapata siku 10 tena za kuwa na wewe pamoja, nitaoza. Nikioza utawaambia wenzio, mtupeni huyu ananuka. Ya kwako yamekwisha, lakini ya Mwenyezi Mungu na Muhammad wake bado ninayo. Na alhamdulillah nimekuja zungumza na nyinyi leo. Nilitoka gerezani, ndio nazungumza mimi na nyinyi leo. Nia yangu si jingine, nataka mbadilishe nia zenu. Kama mnataka kumtumikia Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi badilisheni nia zenu. Muondoe fikra zile za kufa kitandani, muondoe. Nendeni mkamfia Mwenyezi Mungu. Na yeye anasema, Bwana, waliokufa mbele yangu hawajafa, wako hai na waruzuku mie. Sasa wewe na mie
Tunasikia, tunaona raha ya mkuu wa mkoa au kamtukali kupandishwa au si, na maskini wengine tulipewa hela siku zile za nyuma huko. Mimi nikazikataa. Bahati Tabora hakukuingia balaa hili la kuisaliti Muslim Welfare Society 40,000, na wengine walijenga magorofa hapa Kinaidi cha urembo, yameingiwa yakataifishwa na Nyerere aliyewapa akataifisha. Leo watoto wao wanadai haya magorofa wajapewa mpaka leo. Sasa nasema hivi, hii karatasi ni maneno ya Mungu. Mwenyezi Mungu anasema Allahumma salli. Anasema Mwenyezi Mungu, nimenunua nafsi za Waislamu na mali zao waitumikie dini ya Mwenyezi Mungu. Hebu fikiri, nani aliotoa hela yake hata moja tu, sijui kama matajiri hapa siwajui, lakini aliyekwenda akanunua kaunywele haka. Kanani aka kaunywele? Kaunywele kama Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu sasa anakutuma ufanye kazi yake ya kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Tena anakutuma basi si kwa bure bure tu, ukishamaliza ukanywe soda ufanyeje urudi nyumbani. Uwe na uwawe, uwe na uwawe, ili ukimaliza kazi hiyo ukapate radhi ya Mwenyezi Mungu. Mungu ndo kakuumba wewe. Hela unayo kaiumba yeye. Kitanda unacho kakiumba yeye. Manyumba unayo kama gorofa ama motokali kayaumba yeye. Na bado anakununua wewe. Wewe maana yake nini? Kwa kumtumikia kazi yake anataka bimana sisi toka tuumbwe hatujaja huku, tuko kule kwake. Hata kama na kule tulifanya upuuzi, alifanya mambo yake mpaka katuridhia tuje huku, mpaka akaturidhia tuje huku. Lakini kwa makhalaqtu jini wal ins ila liyabudun, sikuumba watu na majini ila kwa kumheshimu Mwenyezi Mungu. Wewe heshima ya Mwenyezi Mungu hutaki kuifanya, unakuja kufanya nini huku wewe? Unakuja kufanya nini huku? Sasa ndugu zangu, ninasimama mbele yenu. Kama mnataka tuzungumze ya nyuma huko mtaniuliza baadaye, lakini nasema na jana nimesoma kisiwa, sijui kisiwa. Nimesoma kisiwa. Bahati mbaya nilikuwa na tatizo la miguu, sikuja huko. Kisiwa imeandika kwamba wanamsubiri huyu bwana, yani mie. Wakatoa azimio. Sasa azimio letu nini? Mimi nasema azimio letu ni kumfia Mwenyezi Mungu. Sasa nyie wenye hela na wenye uwezo wa kumsaidia Mungu, jisaidieni kupata radhi ya Mwenyezi Mungu. Una kazi gani hivi ili anga unaliendea ili umeshapata? Mwingine una miaka 50, mwingine ana miaka kama hivi, mimi ndo sijui na miaka mingapi, na kula tu kwenye ile anga, lakini silijui faida yake. Hakika silijui faida yake, ila najua faida ni moja tu, kumtumikia Mwenyezi Mungu. Sasa nyie wenye nafasi, wenye hela, vijana hawa na maimamu wao hawa
wameshaamua, wanachoka kuonewa na hii serikali, wanachoka kuonewa. Kisiwa sasa kama hivi leo yupo asikie, wanachoka kuonewa na hii serikali ya kwao, wameidai wao, wamesumbuka wao. Mimi nimesumbuka na serikali hii. Kama ingekuwa hii serikali ilipita ni mbaya, nisingekuwa na mtoto leo na nisingeoa leo, kwa sababu ujumbe wa UNO ulipofika nchi hii kwa pale kwetu, makabidhiano, yani memorandum ya kutaka nchi, nimetoa mkononi kwangu mbele ya maaskari na PC, lakini serikali ile iliyopita serikali nzuri, maaskari akataka niziwie nisifike kwenye ule ujumbe kaziwia, mwacheni aje. Kama ingekuwa ni serikali ningepigwa risasi afikiri nisisogelee ule ujumbe. Nikafika nikawapa kile kinachotakiwa na nchi, yani memorandum. Ikafika wakasema, wewe bwana umeleta ishauri, si tulishampa katibu wenu tulishampa kwamba hatuonani na nyie. Huyo katibu na katibu mwingine wa kwetu watano, kama kwamba lao moja, walikuwa hawataki sijui tupate uhuru. Basi kawaambie wenzio round table yetu itakuwa mkutano kwa PC. Nikawa nimefikisha, lakini na hakika siku ile kama serikali ya Kiingereza ingekuwa chafu kama serikali hii, ningeuawa kwa kwenda kuwakabili wakubwa wale. Sasa leo Ponda kakuta maji ndani ya bakuli, hajui maji aliyetea ni nani ndani ya bakuli, anamwaga maji achukue bakuli lake. Bakuli haki ya Ponda, bakuli haki yake Ponda, anamwaga maji achukue bakuli lake. Shenzi hawa wanamtenganisha na watoto wake, kisa hakijulikani. Imam na ndugu zangu Waislamu, mimi na hamu ya na sijachoka, nitakuja nchi hii. Nimepata uka mwezi mmoja mimi hapa kwa wakati wa Muslim Welfare Society, wapi Kibiti, wapi nimetembea kutembelea misikiti. Na leo kwa shauri hili nasema hii mbele yenu, na ndio azima yetu. Kama siji shauri nyingine, lakini nitakuwa pamoja kutoa mipango ya tupate, na hakuna salama itapatikana kwa Waislamu sasa wapumzishe roho yao kupeleka majeshi mpakani. Wajue wanatuambiaga tu, mkitamka hivi serikali, mkitamka hivi kuiambia wananchi damu itamwagika. Basi mimi najua hawawezi kumwaga damu, maaskofu hawawezi, hawana agizo la Muislamu lina uthabiti. Ukifa kwa ajili ya Muislamu hujafa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukifa, wale wanaokufa kwa ajili yake Mungu hawakufa, wahai bado na wanaruzukiwa huko, na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukipambana, sisi tunajua tunapambana naye, tukipata tumepata, tukifa tumepata. Sijachoka kuzungumza na msikiti huu
Lakini na mengi ndugu yangu ya kukesha mpaka asubuhi tunazungumza. Kama mnataka nianze yale sijui ilikuwaje, tano ilikuwaje, ilikuwaje, mengi tutazungumza lakini kama mtu ana hitilafu, ana tofauti, anataka niulize, basi asimame aulize, ila tuchukue subira, tutulie wote, tukae tutoke tukiwa na hakika tumefanya mambo yetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sana itahitaji ufafanuzi tu. Tutoe nafasi ya kuuliza maswali, lakini mimi ningependa niulize swali kabla. Kuna maana mzee amesema kabla ya Mwalimu Nyerere kwenda Yuno, Waislamu wameshaenda Yuno mara 2. Ninaomba hapa labda tufafanulie walikwendaje, nani alikwenda, walifanikiwa, hawakufanikiwa, na kama hawakufanikiwa ilikuwa labda ni kwa sababu gani? Tangu Waislamu wakati huo wamekwenda kwa mapesa yao, si kwa kuchanganyika na chochote, na wakati huo wakiwa kwenye Tanganyika African Association. Kuna kibana mmoja, wote wawili wako Tanga, ila sifahamu sasa ni marhumu au vipi, lakini wote wako Tanga, na ndiko walipata kwamba walikopata dharura ya kwamba hawawezi kupata uhuru mpaka waje kwa wenzao, kwa sababu nchi hii ina dini 2. Dini ya kwanza ni Uislamu na ya pili ni Ukristo. Sasa kama ujumbe utakwenda wote kwa pamoja, basi kutakuwa na uwezekano wa kufikiri. Lakini hizi ni mbinu za toka hapo nilipowaambieni kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipiga mpaka Uturuki. Sasa hawa jamaa wakaona mbinu wazitumie ni kwamba Wakristo na Waislamu wawe wameomba uhuru. Sasa tulipofika hapa tukaona ni kwamba tusiwe wazito, tukaita mikoa mingine yote ikaja, tukatuma delegation yetu ambayo Tabora ukatoka watu 2, tukajua na Nyerere yuko huku, ni hisabu ya fungo la 3 tukamweka. Na hapa kila Abdu Saksi na wenzie tayari wameshamchukua huyu wa Nyerere, wanafanya naye mazungumzo. Na ilipofikia kwamba sasa aachishwe kazi kama anataka ridhaa, Waislamu wakamchukua wakamweka nyumbani kwao, wakampa na nyumba nini, na kikapo ni cha kuingia tu, kikiingia kikapo sokoni cha Nyerere, hakuna kutoa pesa, kinajazwa kinarudishwa nyumbani. Unaona bwana? Sasa kwenye kuunda hii, na watu 2 wakaenda pamoja na huyu wa Tanga, Nyerere akakwepeshwa kidogo. Hilo ndo lilipoanzia sasa kupigwa chenga, si akapitishwa Uingereza, akapitishwa Marekani, akenda kwa popu kutoa ruhusa kwamba wameridhia kwamba Waislamu wapate nchi yao. Lakini huko sasa huyu Nyerere na Mwingereza na Marekani wakawa wamepata kile wanachokipata kutoka kwa popu, hatukijui.
Ndio sababu nchi hii siasa yake imechukua miaka 6 tu kupata uhuru, ambapo wenzetu wengine Kenya waliingia na porini. Waliingia na porini wakawa mpaka kina Dedan Kimathi wakawa majemadari mle kwa kutaka uhuru wa Kenya, lakini uhuru wetu ukapatikana kwa miaka 6 tu. 54 kubadilika kuwa 5, 61 uhuru. Na haya tukapata kuyaonea kidogo mbinu. Nikataka kuyauliza mimi kabla ya ugomvi wetu sana, Bwana Nyerere, Waislamu wako hoi, si watu wenye maarifa. Sasa unataka tukuunge mkono, unafikiri nini? Akanijibu, Bwana Bilali, naona unaanza kuleta mengine. Hautaki tupate uhuru? Siku hizo ni tayari Pakistani na India wanagawana. Pakistani Waislamu, India makafiri. Je, unataka na hapa Tanganyika tugawane? Kutoka Dodoma kwenda Kigoma Waislamu na kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam wa Kristo? Wacha tupate uhuru, mimi nitawaendeleza Waislamu. Baada ya kupata uhuru ndo akaanza hii balaa nalolisema sasa. Liliponiuzi nikaja nikalitia kwenye mkutano wetu wa Waislamu kwamba Nyerere mkosefu, muunga mkono mpaka tumeleta uhuru, lakini sasa anarudi kutushambulia na anatutukana. Mkutano ule wa 63 Aga Khan Girls Secondary School, nikiwa nimekabidhiwa zamana ile na Sheikh Hassan bin Amir, nimekuja ananiambia Sheikh kwamba tunakutuma usimame kidete, kwa sababu delegation yote yani mjumbe wote wa Waislamu umekwenda kukabidhiwa kazi kule na Nyerere ya kuua Uislamu. Sasa usimame imara. Nikamwambia Sheikh nakubali, na wakati mimi kijana nikamwambia lakini tuinue mikono juu tumshitakie Bwana anipe uwezo. Akainua mikono Sheikh Hassan bin Amir marhumu,